Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Natumainia kwamba unaendelea salama na Mungu amekuwa mwema kutupatia siku nyingine, na Mungu wetu ni mwema sana, hajatupungukia. Leo nina ujumbe kwa ajili ya kanisa langu, kwa ajili ya kitabu kipya kilichotoka, kitabu cha kisa cha ukombozi. Kisa cha ukombozi kutoka katika ile tafsiri ya The Story of Redemption. Kisa hiki kimesimulia maisha ya Lucifer kutoka mbinguni, anguko la mwanadamu. Katika mpangilio wa sura zisizopungua 67 zimeelezea kutoka kuanguka kwa Lucifer, katika Mungu kumuumba mwanadamu, anguko la Adam, maisha ya watoto wale wawili wa Adam, maisha yalivyoendelea katika safari za Nuhu, Yakobo, Ibrahimu, Isaka na kuendelea hapo mpaka kipindi kile Yesu anazaliwa. Kisa cha ukombozi kimeendelea kusimulia katika giza kuu, wana marejeo wa kwanza. Katika nafasi zote hizo kitabu hiki kimeelezea juu ya umuhimu wa kuelewa kisa cha ukombozi, na kupendekezea kwamba kitabu hiki usikikose. Ni kitabu cha thamani, chenye thamani za pekee. Na leo natamani nikupatie mada zilizo katika kitabu hiki. Kuna mada ambayo natamani kushare nawe siku ya leo. Usikikose kitabu hiki, ni muhimu sana kwa maisha yako. Katika sherufu yako usikose vitabu hivi, ni muhimu sana. Unaponunua vitabu unajiandaa kupata kinga, unajiandaa kupata jambo ambalo unaweza kupigana naye shetani. Yesu alishinda majaribu kwa imeandikwa. Kwa hiyo nikupendekezea kwamba katika maisha yako iwe imeandikwa. Nitachukua nafasi ya dakika chache ili tuweze kujadili mada hizi. Katika sura ya 59 ya kitabu hiki cha kisa cha ukombozi, ni kitabu kipya ambacho kinapendekezwa kwako uweze kukinunua, Kufungwa kwa Mlango wa Rehema. Kisa hiki kimesimuliwa, Mama White anasema aliona Yesu akitoka katika chumba cha maombezi, akihama na kusema imekwisha kuwa. Sasa tunaishi katika ulimwengu ambao bado Yesu yupo katika chumba cha maombezi akituombea. Saa inakuja ambapo huduma hiyo itakoma. Nakwambia ya kwamba wasaa ambao utasikiliza mahusia haya. Sikiza mada hii inavyozungumza. Mama White anasema wakati Yesu alipokuwa akihudumu katika patakatifu, hukumu ilikuwa ikiendelea kwa ajili ya wema waliokufa na kisha kwa ajili ya wema walio hai. Naomba nisikize kwa makini. Kristo alikuwa amepokea ufalme wake, akisha kufanya upatanisho kwa ajili ya watu wake na kufuta dhambi zao. Raia wa ufalme wamepatikana, harusi ya mwana kondoo ilitimilizwa, na ufalme na ukuu wa ufalme chini ya mamlaka ya mbingu yote alipewa Yesu Kristo waweze kurithi wa wokovu wake. Na Yesu angetawala kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Nisikize kwa makini dakika hizi zilizobaki. Kadiri Yesu alipotoka mahali pa patakatifu mno, nilisikia milio ya njuga katika joho lake, na alipoondoka wingu la giza liliwafunika wakazi wa dunia. Kisha hapakuwepo mpatanishi kati ya mwanadamu na mwenye hatia na Mungu aliyekosewa. Ni habari njema ya kwamba Mungu anakupenda kukuletea kitabu hiki kukukumbushe usipuuzie. Kuna lolote la kuzuia ghadhabu ya Mungu na kulipuka kwa hasira juu ya kichwa kisichofunika cha mdhambi mwenye hatia, ambaye amepuuza wokovu na kuchukia makalipio. Katika wakati huo wa kuogofya, baada ya kukoma kwa upatanisho wa Yesu, watakatifu walikuwa wakiishi machoni pa Mungu mtakatifu bila mwombezi. Sasa hivi hatuwezi kuishi bila mwombezi. Tunaishi wakati ambapo tunaombea. Sasa kuna wakati ambapo tutakapofika mbinguni tutaishi bila mwombezi. Wakati huu ninakutangazia habari njema ya kwamba mjumbe wa Mungu anasema, kisha nikamwona Yesu akivua mavazi yake ya kiukuhani, kujivua majoho yake ya kifalme yenye ufahari mkuu. Juu ya kichwa chake palikuwa na taji nyingi, taji ndani ya taji, huku akizungukwa na jeshi la malaika wake.
akiondoka mbinguni. Mapigo yalikuwa yamewaangukia wakazi wa dunia. Baadhi walikuwa wakimshutumu Mungu na kumlaani. Sikia, wengine waliharakisha kuwakimbilia watu wa Mungu na kusihi wafundishwe jinsi ambavyo wangeweza kuepuka hukumu zake. Nataka nikwambia kwamba lakini watakatifu hawakuwa na kitu chochote kwa ajili ya chozi la mwisho kwa ajili ya wadhambi. Lilikuwa limedondoshwa. Ombi la mwisho la uchungu lilikuwa limetolewa. Mzigo wa mwisho ulikuwa umebebwa. Onyo la mwisho kuwasilishwa. Sauti tamu ya rehema kamwe isingeweza kuwasilishwa tena. Wakati watakatifu pamoja na mbingu yote walipojishughulisha na wokovu wao, hawakujijali wenyewe. Uzima na mauti vilikuwa vimewekwa mbele yao. Wengi walitamani uzima, lakini hawakufanya jitihada yoyote ya kuupata. Ndivyo tunapoishi katika dunia hii. Tunafahamu kabisa kwamba kuna uzima, lakini hatuna jitihada yoyote ya kupata huu uzima. Wale ambao hawakuwa wamelithamini neno la Mungu waliharakisha kwenda huku na kule, wakitangatanga kutoka bahari hata bahari na kutoka kaskazini hata mashariki ili kulitafuta neno na Bwana. Malaika alisema hawatalipata. Kuna njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nunua kitabu hiki ili uendelee kupata kiu na njaa ya kulipata neno. Hawatalipata. Kuna njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Ni kitu gani ambacho wasingekubali kutoa kwa ajili ya neno moja la ukubali kutoka kwa Mungu? Lakini hapana, lazima waendelee kufa njaa na kiu. Siku hadi siku wamekuwa wakipuuza wokovu, wakithamini utajiri na anasa za kidunia kuwa bora kuliko hazina au ushawishi wowote wa kimbingu. Wamemkataa Yesu na kuwadhalau watakatifu wake. Wachafu lazima wadumu kuwa wachafu. Waovu wengi walikasirika mno kadiri walivyokabiliana na matokeo ya mapigo hayo. Dakika hii itakuwa dakika ya mwisho. Maandishi anasema lilikuwa ni tukio la maumivu ya kutisha. Wazazi walikuwa wakiwashutumu vikali watoto wao, na watoto dhidi ya wazazi wao, kaka dhidi ya dada zao, na dada dhidi ya kaka zao. Vilio vikuu vya maombolezo vilisikika kutoka kila upande. Wewe ndiwe uliyenizuia nisipokee ukweli ambao ungeniokoa kutoka katika saa hii ya kutisha. Watu waliwageukia wachungaji wao kwa chuki vikali, na chuki hii ya kuwashutumu wakisema, hamjatuonya. Mlituambia kwamba ulimwengu wote ungeokolewa, nanyi mkapaza sauti mkisema amani, amani, ili kutuliza kila hofu iliyoamshwa. Hamjatuambia kuhusu saa hii, na wale waliotuonya juu ya hali hii mliwatangaza kuwa washupavu na watu waovu ambao wangetuangamiza. Lakini mnaliona kwamba wachungaji hao hawakukiepuka ghadhabu ya Mungu. Mateso yao yalikuwa mara 10 zaidi kuliko yale ya watu wao. Nikisoma kitabu hiki nasisimuka. Ukipate kwa mwinjilisti Jeni Mbise, yupo kanisani kwako, mtafute akupatie nakala hii. Ni shilingi 17,500 tu. Bwana akubariki. Usikose kitabu hiki. Haleluya. Kisa cha ukombozi.